Ah, kabla hujashona suruali hakikisha umeangalia video hii ambayo nitaenda kukuelezea mambo muhimu ambayo unatakiwa kuzingatia unaposhona suruali ya kike. Hapa naenda kukuletea hesabu kwenye kushona suruali ya kike. Tunaenda kuangalia calculations in sewing women's trousers. Tutaenda kuangalia vitu muhimu sana. Sasa kabla hujaangalia hizo hesabu za namna ya kupata vitu fulani kwenye ushonaji wa nguo ya kike, tukaangalie kwanza vitu muhimu ambavyo tunatakiwa kuzingatia kabla hatujakata suruali ya kike. Kitu cha kwanza kabisa, mambo ya kuzingatia kwenye ushonaji wa suruali ya kike ni uwiano wa kiuno na nyonga, hips. Uwiano wa kiuno na nyonga, yani waist to hips ratio. Hapa sasa tunamaanisha that kuna utofauti mkubwa sana wa kiuno na hipsi kwenye suruali za kike ukilinganisha na utofauti uliopo kwenye suruali za kiume. Mwanamke kwenye kiuno ni mdogo, kwenye hipsi ni mpana sana. Imagine mtu ana kiuno 30 lakini hipsi 45. Unaweza kuona ratio iliyoko hapo. Kwa hiyo lazima uzingatie kitu hicho. Sasa ili upate hiyo ratio nzuri, kitu ambacho tunatakiwa kufanya ni kutengeneza darts. Tunapokata suruali yetu kwanza tunatakiwa tutengeneze darts. Suruali ya kike lazima iwe na darts kubwa. Tena ikiwezekana unatakiwa uweke darts 4. Ikiwezekana mbele weka 2 na nyuma weka 2, au nyuma weka 2 upande wa kushoto na upande wa kulia uweke darts 2 ili ulete uwiano sawa wa kiuno na hipsi. Kitu kingine ambacho unatakiwa kufanya ni mkanda wa mviringo, contoured waistband. Sasa huu mkanda wa mviringo unajua, kama nilivyosema hapo mwanzo kwamba viuno vya wanawake ni vidogo, yani kadri inapokuwa inapanda, yani unapotoka kiunoni hapa, kadri unapokuwa unapanda juu inakuwa inatengeneza shape fulani hivi ya kwamba huku panakuwa pakubwa panaenda panapungua. Kwa hiyo hata belt tunayoitengeneza lazima iwe ya mviringo inayoendana na ile umbo la mwanamke. Hicho ni kitu muhimu sana ambacho unatakiwa kuzingatia. Kitu kingine ambacho unatakiwa kuzingatia ni asili ya kitambaa, yani fabric, either ni stretchable fabric au ni kitambaa ambacho hakivutiki, yani kitambaa kinachovutika au ambacho hakivutiki. Sasa unapokuwa unakata hivi vitambaa viwili, unatakiwa kuzingatia vitu vifuatavyo. Kwanza, kama ni kitambaa kinachofutika, hutakiwi kuongeza inchi nyingi sana, kwa sababu suruali itakuwa loose kama hutengeneza suruali ambayo ni loose. Lakini kama unatengeneza suruali ambayo ina loose, unatakiwa kuacha inchi kadhaa hapo, tutaenda kuona mbele huko. Lakini kama ni kitambaa ambacho hakivutiki, jitahidi sana uache nafasi za kushonea nyingi, kwa sababu umbo kama unavyojua umbo la mwanamke limetengeneza huku padogo, linakuja huku panakuwa pakubwa, afu huku chini panakuwa padogo. Kwa hiyo kama kitambaa chako hakivutiki, jitahidi uache nafasi nyingi, utembee kwenye vipimo vyako ambavyo umempima mteja. Hiki ni kitu ambacho kinatakiwa kuzingatia. Kitu cha 4 ni mkao wa zipu. Zip placement. Namna ya kuweka zipu kwa mwanamke ni kitu muhimu sana. Tunazo aina 3 za kuweka zipu kwa nguo ya mwanamke, I mean suruali ya mwanamke. Njia ya kwanza ni kuweka zipu mbele. Sasa hii njia huwa tunaitumia mara nyingi kwenye suruali za ofisini ambazo anachomekea official trousers, lakini hii njia huwa hatuishauri sana. Kwa mfano, mtu kama ana hips kubwa afu kiuno kidogo, ukiweka zipu mbele, ile kuipandisha hapa kiunoni, suruali inakuwa haipiti. Kwa hiyo hii tunaishauri sana kwa wale ambao wana maumbo ambayo yanaendana, labda kiuno 30, hips 35, 30 ngapi, unaweza tunakushauri utumie hii. Lakini kama hips ni kubwa, kiuno ni kidogo, hatukushauri utumie hii njia. Njia nyingine ya kuweka zipu ni zipu ya pembeni. Hii inamfanya mtu hata mwenye hips kubwa inakaa vizuri sana. Kwa hiyo kama mtu ana hips kubwa, jitahidi weke zipu ya pembeni. Lakini njia nyingine ya kuweka zipu ni njia ya kuweka zipu nyuma. Sasa hii tunaishauri sana uweke kwenye vitambaa ambavyo vinavutika. Ukiweka zipu nyuma huku,
inatengeneza shape nzuri. Muda huo sasa unapokuwa unaweka zipu nyuma, jitahidi sana kunakuwa hamna flies, hamna mifuko, hamna nini. Suruali fulani hivi zinakuwa zinakaa unyama, na hizi suruali huwezi kuvaa ofisini. Hizi ni suruali wanavaa wadada mjini fulani, zinakuwa zimekaa vizuri. Hiyo ni namna ya kuweka zipu. Lakini kitu kingine ambacho tunakizingatia ni mteremko wa mbele, front dip. Unajua mwanamke yoyote yule, huku nyuma pamebinuka, lakini huku mbele pameingia. Kwa hiyo lazima utengeneze slope pale mbele unapokuwa unakata suruali ya kike. Kitu zaidi cha kuzingatia kwenye ushonaji wa suruali ya kike ni msamba. Hapa sasa ndo kuna wengi huwa panatusumbua sana. Kitu ambacho tunatakiwa kuzingatia ni msamba. Sasa hapa ndio kwenye hesabu zenyewe sasa zinapoanzia. Sasa kwenye msamba wa kike tunachokiangalia ni kina cha msamba, yani crotch depth, lakini pia kutanua msamba mbele na nyuma, ambayo hii tunaita crotch extension. Tunaenda kuziona zote hizi, lakini kwenye crotch extension tuna front crotch extension yani FCE, lakini pia tuna back crotch extension yani BCF. Sasa tuna njia mbili za kupata msamba. Njia ya kwanza ni njia ya vitendo. Hii njia ndo tunayoishauri sana uitumie, yani unakuwa na mteja wako unamwambia akae kwenye kiti. Hicho kiti kinakuwa kama benchi hivi, kiti ambacho sio sofa, ambacho akikaa hakibonyei. Sasa anakaa pale, akikaa pale sasa utapima kutoka pale kutoka pale anapovalia kwenye kiuno mpaka pale alipokaa chini kwenye hips. Hiyo ndo utapata msamba. Hii ndo njia sahihi ambayo unatakiwa kuitumia. Lakini sasa kuna watu wengine ambao hawapendi shughuli, yaani wanapenda wapime tu chapchapu waondoke. Sasa njia nyingine sasa ambayo unatakiwa kupata huu msamba wa nguo ya kike ni njia ya hesabu. Tutaenda kuangalia njia ya hesabu, njia ya kanuni, njia ya kutumia formula. Sasa hapa sasa ndio tunaenda kwenye somo letu kwamba hesabu kwenye kushona suruali ya kike inapoanzia. Wenzetu tukaziangalia hizi formula. Sasa formula ya kupata msamba kwa suruali ya kike ambayo ni fitted. Hebu twende tuangalie hapo. Sasa hapa ndo natakiwa uende na mimi uwe makini zaidi. Sasa umeona formula ya kwanza ni jinsi ya kupata kina cha msamba, yani crotch depth. Namna ya kupata crotch depth yako, kwanza kabisa unatakiwa upate hips. Ukishampima hips, sasa ukishaangalia vipimo vyako vina hips, unatakiwa uchukue ile hips yako uigawe kwa 4. Hii ni kwa fitted pant, yani suruali ambayo iko fiti na mtosha vizuri. Lakini sasa kama hii fitted pant, tuko hapa kwenye fitted pant ambayo inakuwa ni high waist, itakubidi uongeze inchi 1. Umeona? Ukishapata hapa ni fitted pant lakini sio high waist, ndio unagawa kwa 4, unaishia hapo hapo. Lakini ikiwa high waist ni fitted pant high waist, unaongeza inchi 1. Lakini kama ni fitted pant sio high waist, unavalia chini kidogo, kwenye ile spata unatoa inchi 1. Umeona hapo inapo hesabu zinapoanza kuja. Hapa tulikuwa tunazungumzia fitted pant ambayo ni kawaida lakini high waist, lakini ya chini kabisa. Wanawake wengine wale ambao wana vitambi wanavalia suruali yao chini. Sasa hao huwezi kumshonea high waist. High waist itakuja itavimbisha tumbo hivi. Sasa kama itakuja kuvimbisha tumbo lake, kwa hiyo unatoa inchi 1. Are we together mpaka hapo? Sasa kwa suruali ambazo sasa ni zile loose, zile ambazo ni bagibagi, zile loose pants, unatakiwa uchukue hips uigawe kwa 4, lakini uongeze inchi 2. Hizi ni loose pants, iwe high waist iwe ya kawaida, fanya hivi. Hii ni namna ya kupata msamba wake, yaani ile namna ya kupata kile kina, sio msamba actual, ni kina yani kutoka hapa kwenye kiuno kushuka, tutaiona hiyo. Lakini sasa kama ni jumpsuit, unajua jumpsuit inahitaji nafasi kubwa. Of course jumpsuit ni suruali ambayo imeungana labda na blouse au na top na nini, ni suruali ambayo imeungana kwa pamoja. Sasa
ili upate ile suruali ya jumpsuit lazima uchukue hips ugawe kwa 4, lakini ujumlishe zile ulizozipata baada ya kugawa kwa 4 ujumlishe kwa 3, unapata msamba wako wa pale mbele. Sasa basi, jinsi ya kupata kutanua msamba mbele na nyuma. Sasa tuna crotch extension. Sasa hii crotch extension ili uipate sasa hii FCE unachukua hips unagawa kwa 20, lakini hiki ni kwa kitambaa cha mbele. Kwa kitambaa cha nyuma unachukua hips unagawa kwa 2, au zile ulizozipata hapa baada ya kugawa hapa unazidisha mara 2 ndio unapata BCE, yani back crotch extensions. Sasa tutaenda kuona namna ambavyo tunazitumia hizi kanuni. Kama unataka kupiga picha labda kufanya screenshot kwenye simu yako, kanuni hizi hapa. Dakika moja ya kupiga screenshot, twenzetu tayari ushamaliza. Twenzetu. Sasa hatua nyingine ya mwisho ndio hii sasa. Tunakuja mfano, tunakuja kuangalia ile FCE, BCE na crotch depth, namna ya kuipata na namna ya kuapply. Sasa twenzetu hapa. Sasa mfano nimeamua kutumia tu mfano halisi ambao labda huyu mtu ana hips 40. Sasa hips 40 tunataka kupata crotch depth, yani kina cha msamba. Crotch depth ili tuipate tumechukua 40 tutagawa kwa 4 tutapata 10. Sawa, kama nilivyowaambia kwamba lazima tupate front curve hapa. Hapa ni mbele, let's say hapa tunachukulia mfano tu. Tunapiga mstari wetu hapa. Umeona? Tunakuja tunatengeneza hips yetu hivi. Maybe namna hiyo, umeona? Sasa kina tunachokizungumzia ni kutoka hapa kuja huku ili tuje tupime paja letu hapa. Sasa tunakuja tumepata inchi 10 hapa. Inchi 10 tulioipata hapa tutapiga mstari wetu hapa ulionyoka. Hapa sasa tunapata inchi 10. Kutoka hapa na hapa tunashumu tumepata inchi 10. Ndo crotch depth, yani kina cha msamba. Kutoka hapa hadi hapa ndo crotch depth. Tunapata inchi 10. Sasa tulipoishia hapa tunapiga mstari. Tulipopiga mstari hapa tunapiga mstari wetu hapa. Sasa tushapiga mstari wetu hapa. Sasa kutoka hapa mpaka hapa, hiki ni kitambaa cha nyuma cha mbele please. Kutoka hapa kuja huku tunakozidisha, hii ndio inaitwa crotch extension. Yaani kutoka hapa kuja hapa ndio tunaita crotch extension, lakini kutoka hapa kuja huku tunaita crotch depth. Umeelewa? Sasa ili kupata hii hapa mpaka hapa sehemu ambayo tunapigia ile round, tunachukua hips tunakaa kwa 20. Sasa hapa hips yetu ni 40, tukiweka kwa 20 tutapata 2. Kwa kutoka hapa hadi hapa tutaweka inchi 2. Inchi 2. Umeona? Sasa hapa ndo tunatakiwa tupige round yetu ya J. Raundi fulani hivi. Umeona? Au unaweza kutumia hii. Umeona? Hapa ndo unapata close depth. Sasa ndio unakuja unachukua ndani yako unaifanya hivi. Umeona? Kwa hiyo hapa tuna crotch depth lakini pia tuna crotch extension. Tumepata inchi 10, tumeapply kutoka hapa hadi hapa. Kwa hiyo kama ni hips labda 50 na ngapi, utagawa kwa 4. Utakayoipata utaiweka hapa. Lakini ukichukua 50 ukigawa kwa 20, utakayoipata ndio utaiweka hapa. Sasa tunayo crotch extension kwenye kitambaa cha nyuma. Sasa kwenye kitambaa cha nyuma hii inchi 2 uliyoipata hapa,
ili mambo yasiwe mengi, wewe izidishe kwa 2. Au ukiona huiwezi, chukua hii hips yako gawa kwa 10, jibu litakuja lile lile, ambayo sasa hii utaenda kuiweka kwenye kitambaa cha nyuma. Si kama umenielewa hapo? Hiyo ndo namna ya kupata hips kwa njia ya calculations. Hapo vitu vya kuzingatia ni crotch depth, lakini pia unatakiwa kuzingatia crotch extension, ambayo sasa kwenye crotch extension tuna front crotch extension, lakini pia tuna back crotch extension, ambazo zote hizi kanuni zake hizi nimesha kuandikia hapa. Kumbuka hiki ni kitambaa cha mbele, hii ni front part. Umeona, hiki ni sehemu ya mbele. Sasa kwenye kitambaa cha nyuma sasa ndio unatakiwa kuzidisha hii uliyoipata hapo, unazidisha mara 2. Kama umepata 2 unazidisha mara 2. Hiyo ndo namna ambavyo utaenda kutumia calculations kwenye kushona suruali yako ya kiki, kwa sababu kumekuwa na maswali mengi wanakuambia, wewe umeweka hapo umeweka inchi 2 umeipata wapi? Umeelewa? Sasa swali ndo linakuja sasa hapa, tuendelee sasa. Sasa umeona sasa, wewe kwa mfano paja lako labda limezidi, umeona hapa paja lako labda limezidi hapa kwenye ile cross extension yako ambayo umeipata, labda cross extension iliishia hapa, alafu paja linaishia huko. Kwa ambacho wewe unatakiwa kufanya hapa mbele hapatakiwi kuwa parefu. Pakiwa parefu patatengeneza minyama hapa mbele. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya unapunguza. Wewe unachokiangalia inatakiwa uzidi, uende kwenye kanuni yako, unapunguza, unaishia pale pale. Ili hizi zilizozidi utaenda kuzizidisha kwenye kitambaa cha nyuma. Nafikiri hapo tumeelewana. Mpaka wakati mwingine, mimi ni yule mwalimu wako Imani Casual. Kama ndo kwanza unaangalia video hii, subscribe sasa hivi, kwa sababu mambo mazuri yanakuja. Bye bye.